بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Ama baad, wanavyoni katika kuzama katika kuchunguza na kutafuta maana iliyofichika katika Qur'an, wameona Allah subhanahu wa ta'ala anavyotutajia kule kufuzu kwa Muislamu. Ameona kwamba Qur'ani imetaja aina 3 za kufuzu, za kufaulu siku ya kiyama. Kuna al-fawzul mubin, kufuzu kulikobainika wazi kabisa. Al-fawzul kabir, kule kufuzu kukubwa kabisa. Al-fawz al-azim, kufuzu kulikokuwa adhim, kukubwa sana. Na wakatizama zile aya kwa mujibu wa maelezo yalivyokuja, wakaona kwamba al-fawzul mubin, wakasema kule kufuzu kulikokuwa wazi kabisa, kule kuokoka basi na moto, kutokuingia katika moto. Kule kuokoka tu usiingie motoni ni fawzul mubin, kama ilivyokuja katika aya, qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Sema, hakika mimi naogopa nikimwasi Mola wangu mlezi, kuna adhabu ya hiyo siku, yawmin adhim, siku iliyokuwa adhim, siku kubwa sana. Man yusraf anhu yawmaidhin, yeyote atakayepushwa na adhabu hiyo siku hiyo, faqad rahimah, basi imekuwa Allah amemrehemu, amempa rehema zake. Yule atakayepushwa na adhabu siku hiyo, basi amepata rehema za Mola, faqad rahimahu. Wa dhalika al-fawzul mubin, na huko ndiko kufuzu kulikobainika hasa kwa wazi kabisa. Huko ndiko kufuzu kuliko wazi kabisa. Kwa hivyo tukizama ilipotajwa katika Qur'ani al-fawzul mubin, hutajwa kwa mambo mawili. Moja, kuepushwa na adhabu, man yusraf anhu yawmaidhin faqad rahimah wa dhalika al-fawzul mubin, hii katika sura al-An'am. Na ya pili, kule kutiwa katika rehema yake Mola, al-idkhalu fi rahmatihi. Akasema katika aya, فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Hapa pia hakujatajwa kuingia peponi, kwamba huyu mja anaingia peponi, lakini kwamba huyu atatiwa tu katika rehema zake Mola. Kutiwa katika rehema yake Mola, huko ndiko kufuzu al-mubin, kulio wazi kabisa. Kabla hapa tanbih kidogo, ni kwamba kufahamu mambo kama haya ya tofauti baina fawzul mubin, fawzul azim, fawzul kabir, kunasaidia sana kwa Muislamu kumpa uwezo wa kuhifadhi aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uhakika na kutokusahau. Maana hizi ni hayatul ayat, mwisho aya mara nyingi kuna wababaisha watu, na kunasaidia pia kuunganisha maana kati ya aya na mwisho aya, bali na kuunganisha baina aya na aya pia, katika kuhifadhi, katika kufanya tadabbur, mazingatio katika usomaji wa Qur'ani, inasaidia sana. Halafu tukija katika sehemu ya pili iliyotaja ni al-fawzul kabir,
Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sehemu moja tu katika surati al-Buruj, innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir. Innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wa amilus salihati, wakafanya mema, lahum jannat, itakuwa ni zao, pepo zao, mabustani yao watayapata, tajri, mabustani haya watapewa na Mola, mabustani yenye kupita min tahtiha, chini yake, al-anhar, mito. Akasema dhalika al-fawzul abir, dhalika al-fawzul kabir, huku ndiko kufuzu kukubwa. Na hapa inatajwa jaza na malipo ya peponi. Na tukija katika fawzul adhim, na hiyo ndiyo martaba ya juu, kiwango cha juu cha kufuzu, kinazidi juu ya jaza lililotajwa katika surati al-Buruj, kunazidi kukaa milele, al-khulud. Kadhalika kunazidi kutaja al-masakin at-tayyiba, makazi mazuri na mengineyo. يقول تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. hapa tunaona Allah amesema hii ndiyo siku ambayo wasemao kweli utawafaa ukweli wao. Hadha yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum, ukweli wao utawafaa siku hii. Wao watapata bustani zipitazo mito kati yake, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, hum watadumu milele, abadan, milele ya milele. Radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika al-fawzul adhim. Allah subhanahu wa ta'ala amewawia radhi nao ili wawe radhi naye. Huku ndiko kufuzu kukubwa, kuliko adhim kabisa. Huku ndiko kufuzu kukubwa. Kwa hivyo hapa katika mazingatio, mtu anaposoma anaikuta aya fawzul mubin, anakuta aya fawzul kabir, anaona aya fawzul adhim, lakini kila moja ukichunguza kwa undani wa maana hasa, kila moja ina kiwango cha maana na kupitana katika makusudio yale ya mambo yanayoelezwa, na huko kufuzu kuna kwa hali gani. Hapa wallahu a'lam.